Ni kwa mara nyingine tena, msikilizaji wa Kwaito News Event na kuletea habari za wasaa kama nao. Na kuomba kwa karibu nami na pia usikose kushare, kucomment, kulike ili upate kujua nini kimejiri kwenye habari zetu. Gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Jean Shakila Kano akutana na meya wa jiji la Uvira Mchungaji Kiza Muwato siku ya Ijumaa tarehe 9, 2026. Akiwa amerejea hivi karibuni kutoka kwa matibabu nchini Tanzania, meya huyo amerejea rasmi kazini. Bunge la kitaifa la DRC lapitisha rasimu ya kura ya maoni na kupanua bunge maalum hadi jijini Kinshasa. Maandishi hayo yalitumwa mara moja kwa seneti kwa ajili ya kusomwa kwa mara ya pili. Rasimu hii inaimarisha kwa kiasi kikubwa mamlaka ya rais wa jamhuri ya kuanzisha kura za maoni. Wakati huo baraza ya chini imebadilika kuwa bunge la wawakilishi na kuashiria kutoa upya katika mradi wa marekebisho ya katiba na kuunga mkono walio wengi. Kwa kusudi hili, muundo wa chombo hiki umepanuliwa pamoja na wabunge wa kitaifa. Sasa unajumuisha manaibu wa majimbo, madiwani wa manispaa na magavana wa majimbo. Kufuatia kikao cha kazi kilichofanyika Juni tarehe 9, 2026 huko Maputo, waziri wa muungano wa kikanda wa Kongo Floribert Anzu na waziri wa mambo ya nje wa Msumbiji Maria Manuel dos Santos Lucas wameweka msingi wa uimarishaji mkubwa wa ushirikiano wa upande mbili kati ya Kinshasa na Maputo. Majadiliano ya kilenga hasa katika kukuza uhusiano wa kiuchumi wa kikakati katika sekta ya madini, usafirishaji na usafirishaji wa mabandari, huku pia yakitoa umuhimu mkubwa kwa changamoto za pamoja za usalama, hasa mapambano dhidi ya ugaidi na msimamo mkali kusini mwa Afrika. Ingawa upande wa Msumbiji ulithibitisha tena kujitolea kwake kwa kanuni za kutofanya uchokozi na kuheshimu uadilifu wa eneo, pia uliomba usaidizi wa kidiplomasia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi za kimataifa ili kuhamasisha rasilimali kwa ajili ya kuboresha uwezo wake wa ulinzi. Kwa kutambua hali nzuri ya uhusiano wa kisiasa wa sasa, serikali hizo mbili zilikubaliana kudumisha mashauriano ya mara kwa mara kwa lengo la kusaini makubaliano ya ushirikiano wa jumla katika siku za usoni, na hivyo kudhibitisha tena kujitolea kwao kwa pamoja katika kuimarisha amani, usalama pamoja na ujumuishaji wa kikanda. Huko Goma ni kwamba mama na watoto wake watano akiwemo mtoto wa miezi mitatu walitekwa nyara na wanamgambo wa M23 huko Mugunga. Ukosefu wa usalama kiwango kipya cha hofu katika mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Mama mmoja na watoto wake watano akiwemo mtoto mchanga wa miezi mitatu walitekwa nyara kutoka nyumbani kwao na watu wenye silaha ambao walitambulika kuwa waasi wa M23. Utekaji nyara huo ulifanyika mapema Jumanne asubuhi Juni tarehe 9, 2026 katika kitongoji cha Mugunga huko Goma. Kulingana na maelezo yanayofanana kutoka kwa majirani, washambuliaji hao walivamia mali ya mwathiriwa iliyoko karibu na eneo lililojulikana kama Sheamo wakiwa kwenye gari aina ya Jeep. Mwathiriwa aliyetambulika kwa jina la Charlotte wa Mahoro alichukuliwa kwa nguvu kutoka nyumbani kwake pamoja na watoto wake wote. Miongoni mwa watoto watano waliotekwa nyara ni mvulana wa miaka 13 na mtoto wa miezi mitatu. Familia mzima ilipelekwa mahali pasipojulikana kabisa. Utekaji nyara huo umewalenga watu walio katika mazingira magumu zaidi, umezua hasira na wasiwasi mkubwa ndani ya jamii ya wenyeji. Wakizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu za kiusalama, jamaa na majirani walieleza tukio la vurugu kubwa za kisaikolojia. Wakikabiliwa na mkasa mkuu, familia Charlene ilitoa wito wa dharura na wa kukata tamaa kwa mashirika za haki za binadamu za kitaifa na kimataifa pamoja na mamlaka husika. Familia hiyo inaogopa kwamba mama huyo na watoto wake wadogo watateswa au kutendewa vibaya na kwa jinsia isiyo ya kibinadamu na ya kuzalilisha mikononi mwa watekaji wao.
Kwa mwaliko wa mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliwasili Cairo siku ya Jumanne Juni tarehe 9, 2026 kwa ziara rasmi ya masaa 44. Wakati wa ziara hii, wakuu hao wawili wa nchi watafanya mkutano wa faragha katika jumba la rais la Al Orouba, kisha wataongoza sherehe ya utiaji saini mikataba kadhaa ya ushirikiano wa pande mbili inayolenga kuimarisha uhusiano kati ya DRC na Misri katika maeneo mbalimbali yenye maslahi ya pamoja. Seneti imepangwa kuchunguza rasimu ya sheria kuhusu masoko ya hisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC siku ya Jumatano. ACP ilijifunza Jumatano kutokana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na chumba cha bunge. Ofisa Seneti inawaalika waheshimiwa maseneta kuhudhuria kikao cha jumla Jumatano ya tarehe 10 Juni 2026 saa 1 kamili za usiku katika chumba cha mikutano cha kimataifa cha Ikulu ya Watu. Ajenda imejumuisha muhtasari wa jumla wa rasimu ya sheria kuhusu masoko ya hisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayosemeka taarifa kwa vyombo vya habari iliyosainiwa na Nefertiti Ngundiade, mwandishi wa habari wa baraza la juu la bunge. Msikilizaji wangu wa Kwetu News 24, hapa ndipo tunafika tamati kwa habari zetu za wasaa kama nao. Nita Salima Kashindi. Usikose pia kupata habari zetu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hii ni Kwetu News 24. Sina la ziada hadi kwa wakati mwingine.